wadau mbalimbali wa michezo kwa ajili ya kwenda kupata iftar, na walikuwepo wadau kutoka bodi ya ligi wakiwakilishwa na ofisa habari wao Karim Imanda, pia pale TFF, bila kusahau pia kwa upande wa vilabu mbalimbali pia walialikwa leo, na wachambuzi wa kandanda pia walikuwepo pale. Niliwaona ndugu zangu nao pia walifika pale kwa ajili ya kwenda kupata iftar, lakini mimi sikwenda kwa sababu iftar bana ni jambo la muhimu sana, lakini majukumu ya hapa na pale, lakini pia ni hiari pia kwenda kupata iftar sehemu ambapo unahitaji kwenda ama vipi na mambo kama hayo. Lakini mimi nimepata iftari yangu nzuri kabisa hapa nyumbani. Mambo mazuri sana. Bana, endelea kusubscribe hapo, gusa alama kengele ili tuweze kusafiri kwa pamoja. Miongoni mwa story kubwa ambayo nataka kujuza ni kuhusiana na namna ambavyo leo wekundu wa Msimbazi Simba kupitia kwa aliyekuwa mfadhili au mdhamini mkuu wa klabu hiyo miaka ya nyuma kidogo, Azim Dewji, ambaye yeye leo hii kwenye press conference alitualika waandishi wa habari, na kubwa zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo aliwasilisha ombi lake kwa serikali kuweza kupatiwa ndege kwa upande wa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa maana wekundu wa Msimbazi Simba nao pia wameomba ndege, lakini ni yeye mzee Azim Dewji yeye mwenyewe tu kwa utashi wake akaona hilo kwamba naye pia aweze kuwa na mchango wake kwa upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, walau aweze kuwaombea ndege kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameomba ndege. Sasa taarifa iliyopo ni kwamba serikali imekubali ombi la Simba na itawapatia ndege kwa ajili ya safari kuelekea kule nchini Misri kwenye mechi yao dhidi ya kikosi cha timu ya Ismailia, kikosi cha timu ya Al Masry. Mechi inaenda kupigwa Ismailia kule. Nilitaka kuponyokwa kidogo na maneno. Kwa hiyo taarifa iko hivyo, na mashabiki takriban 100 wajiandae, wameambiwa kwa ajili ya safari hiyo. Kwa mashabiki 100 wa Simba watajiandikisha na wataenda, lakini wao watachangia kiasi kidogo cha fedha kama 500,000 hivi, ambazo hizo itakuwa ni safari za ndani, malazi, chakula, lakini hakutakuwepo na kulala kwa sababu ndege itasafiri moja kwa moja mechi ikimalizika. Watu watarejea. Kwa hiyo lengo ni kwenda kuhanikiza, kwenda kutafuta matokeo kwa udi na uvumba, kwenda kupasha kweli kweli, kwenda kupiga kelele na kuipaza sauti ili kuweza kupata matokeo kule ugenini. Kwa hiyo Azim Dewji, kiongozi huyu wa zamani wa Simba na mwanachama kindakindaki wa Simba, yeye anaamini kwamba wanapoenda mashabiki wengi wanakuwa na wepesi wa kuwapa wachezaji hamasa na kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo amefanya hilo, na tunasubiria kuona sasa ni rasmi lini ambapo serikali itatangaza kuipatia ndege wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini taarifa za awali ni kwamba tayari mzee Azim Dewji ameshawasilisha ombi hilo kwa serikali, na kubwa tayari ombi limekwisha kubaliwa. Kwa hiyo mashabiki 100 wa Simba wajiandae, wakae mkao wa kula kwa ajili ya kusafiri pamoja na viongozi mbalimbali kuelekea kule Ismailia, kwa maana watafika kwanza Cairo Misri, alafu watachukua usafiri wa ndani hadi kule Ismailia ambako ndiko mechi itaenda kuchezwa dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo mzee Azim Dewji anasema wakipata matokeo genini ya ushindi wanakuja kumaliza kwa urahisi hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Mambo hayo. Lakini tukiachana na hayo, bana, taarifa ni kuhusiana na mechi kesho. Simba atacheza mchezo wake wa kiporo dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu, lakini mechi hiyo iliahirishwa kutokana na changamoto ya Dodoma walioipata ya majeraha kutokana na ajali ile walioipata na ngurukuru kule. Lakini leo hii Dodoma wamefanya mazoezi ya mwisho, Simba pia wamefanya mazoezi ya mwisho. Nimeona mengi yanaendelea. Afisa habari wa Dodoma Jiji amezungumza kitu cha kunishangaza, na maafisa habari kwa sasa wanashangaza sana. Afisa habari wa Dodoma Jiji Moses Mpunga anasema kuelekea mechi ya kesho wao hawaogopi Simba wala hawaiofi Simba, lakini wao kama Dodoma hawafahamu hata baadhi ya wachezaji wa Simba wanaamini kwamba wao wana wachezaji bora zaidi kuliko Simba. Ameongea kauli ambayo ni ngumu sana. Anasema kwamba mechi ya kesho wao kama Dodoma wanaenda kupata matokeo, lakini kingine anachotamba ni kwamba hamfahamu Jean Charles Ahoua. Anasema Ahoua ndo nani? Amesahau kwamba Ahoua alifunga katika mechi ya kwanza kwa mkwaju wa penalti pale Dodoma. Yeye anasema kwa sasa hamfahamu Jean Charles Ahoua na wala hafahamu wachezaji wa Simba. Kwa hiyo ni kiburi fulani anacho kuelekea mechi hiyo. Najua inaweza kawa ni kuchagiza tu, maafisa habari wanachagiza na vitu kama hivyo, lakini kuna wakati afisa habari unapaswa kutoa heshima pia kwa wachezaji ambao wanafanya vizuri kwenye timu kubwa. Na pia lazima kuna muda inabidi utoe heshima pia kwa timu kubwa, usiingie kichwa kwa ajili ya kuhype mechi. Sio mechi ya Dodoma, hii ni mechi ya Simba. Kwa hiyo wao walipaswa kuja kimya kimya, lakini kama ameamua kuongea, Simba wanapaswa kuapprove hilo kwamba
Wanapokuwa uwanjani, wachezaji wanapaswa kupambana kwa asilimia kubwa sana, kwenda kumwaga jasho kweli, kwa sababu Simba akipata matokeo katika mechi hiyo atakuwa walau ana nafuu ya kuweza kutaka ubingwa wenyewe, kwa sababu akidondosha points pale either 2 au 3 unaweza kumtoa kwenye ramani ya ubingwa, kwa sababu Young Africans anaweza akawa na muendelezo mzuri asipoteze mechi zake. Kwa hiyo Simba anapaswa kesho kuingia na determination ya hali ya juu sana. Morali kwa wachezaji inapaswa kwa 100%. Determination. Wachezaji wanapaswa kucover distance kubwa sana. Kesho Fadlu Davis anapaswa kucheza na wachezaji wake ambao wanajituma zaidi uwanjani. Kama itatokea wachezaji wanapoteza nafasi kama kina Lionel Ateba, hakuna haja ya kuendelea kumkumbatia dakika zote. Unampa nafasi Mkwala, unampa nafasi acheze, lakini pia ukiona Mutale akupi kile ambacho anastahili, unampa nafasi Balua. Tena unawapa wachezaji wenye uchu wa matokeo. Lakini uzuri ni kwamba baadhi ya wachezaji wa Simba wengi walipumzika kwenye mechi iliyopita dhidi ya TMA. Tusubiri kuona kesho mechi itakuwaje. Lakini kwangu mimi, Dodoma tangu imepanda ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, Dodoma hajawahi kumfunga Simba. Kwa hiyo anaenda kuingia pia kama underdog. Lakini nimemsikia pia kocha Maxime anasema kesho itakuwa ni mechi nzuri kuliko mechi yoyote ile kuwahi kutokea. Inawezekana Dodoma wamejipanga, na nimemsikia pia afisa habari wao anasema wataenda kukamia kweli, yani wataenda kukamia kweli mechi, kwa maana mechi wanaitaka. Wataenda kupambana kweli, yani watahakikisha wanamwaga jasho kweli. Kwa hiyo Simba wasitegemee mteremko. Pale ni mwendo kukamia. Kwa hiyo mechi ya kesho Simba anapaswa kuwa makini, kwa sababu kwa sasa dabi haipo mpaka pale ambako itapangwa, lakini mara baada ya mechi hiyo dhidi ya Dodoma Jiji watakuwa na mapumziko kwenye FIFA break, ambapo katika FIFA break hiyo basi kuna kuwepo na mechi ya Simba ambao watasafiri Aprili 2 watamfuata Al Masry. Kwa hiyo utaona wazi kwamba Simba mchezo aliobakiwa nao ni ule ugenini, tena mchezo muhimu sana kutafuta tiketi kwenye first leg, kutafuta tiketi ya kwenda katika hatua nusu finali. Kwa hiyo wachezaji lazima wacheze kwa tahadhari kubwa sana. Lakini pia hata mwamuzi wa mchezo wa kesho anapaswa kuwa makini sana, kwa sababu wachezaji wa Dodoma, benchi la ufundi, nimemsikia pia afisa habari wao kwamba wataenda kukamia. Sasa lazima wachezaji wawe makini sana, wacheze kwa tahadhari ya hali ya juu sana. Lakini pia kocha inabidi awe makini kweli kuhakikisha anaona tempo ya mchezo na kuaje, anaingiza wachezaji ambao wanaweza kugongana. Mfano mtu kama Mkwala, ile mechi ya kesho inamfaa sana. Pia Mkwala aanze kwenye first 11, aanze kabisa. Ngoma acheze na Yusuf Kagoma pale kama kawaida. Kwa hiyo weka watu wagumu kina Jan Chaza huwa waonyeshe uwezo wao. Kwa hiyo kwangu naamini Simba anaweza akapata matokeo. Akipata matokeo anakuwa anamsogelea Young Africans, anapunguza ile gap ambalo lipo, kwa sababu mpaka sasa pressure kwa Simba ilikuwa kidogo ni kubwa, lakini ni mechi ya kiporo ambayo inawasaidia wao, inawafavor zaidi wao. Na ukiangalia utaona Yanga hawatacheza na timu zingine hazitacheza, ndio maana unaona michuano ya CRDB Federation. Kwa nini? Kwa sababu mchezo wa Simba ulikuwa ni wa kiporo. Kwa hiyo wanapaswa kushinda hiyo mechi ili kuwapa wachezaji momentum, lakini pia kuwapa wachezaji ile feeling, kwa maana testi ya kwenda kupata ushindi dhidi ya Al Masry. Wanasema unapokuwa unapata matokeo ndipo ambapo wachezaji pia hata fikra zao zinakuwa very active, kwa maana wanakuwa na waza zaidi matokeo. Winning mentality inakuwepo katika miili ya wachezaji, katika mishipa ya damu ya wachezaji. Kwa hicho ndicho ambacho wanapaswa kufanya. Wakipoteza mechi dhidi ya Dodoma Jiji, inaenda kuondolea pia namna ambavyo wataenda kupambana kimataifa, kwa sababu wanakuwa na ile fear factors, kwa maana inferiority, kwa maana wanakuwa na inferior kwamba okay, tumepoteza mechi ya ligi, tunaanza kutoka kwenye ubingwa na nini. Hapo ndipo ambapo wanaanza kutoka kwenye reli. Kwa hiyo kwangu naweza nikasema kwamba wanapaswa kupambana sana, wanapaswa kupata matokeo, na wanapaswa kupata matokeo mapema. Lakini Simba wana tabia pia kuridhika mapema sana. Kipindi cha kwanza wanaweza wakacheza mpira mzuri sana, kipindi cha pili unaanza kuona wanapiga pasi ambazo hazina faida, poteza sana mipira. Fadlu anapaswa kuliangalia sana hilo, lakini kuwapa pia nafasi wachezaji ambao mara nyingi wamekuwa watumiki, kina Omari hizi mechi, Balua, kina mtu kama Duchu, Nouma, Valentino Nouma, mpe nafasi kama hiyo wacheze. Lakini kiamini kwamba Simba na uwezo maradufu dhidi ya Dodoma Jiji, na nampa Simba 70% ya kushinda hiyo mechi. Dodoma nampa 30% kutokana na quality ya Simba na mchezaji mmoja, lakini pia na azma yao ya kufanya ubaya ubwela wa kutaka ubingwa. Kwa hiyo sioni Simba kwenda kupoteza katika uwanja wa KMC, sioni hiyo. Na Simba bakiza mchezo mmoja tu wa nje dhidi ya Ken Gold, lakini mechi zake zote zilizosalia ni hapa katika ardhi ya Dar es Salaam. Na waona Simba msimu huu akaenda kufanya kitu cha ziada, kwa maana ubaya ubwela na ubingwa kwenye mikono yao. Ni wao wenyewe tu kuamua wanautaka ubingwa au hawautaki ubingwa. Kama wanautaka ubingwa lazima userious uwepo. Kina mtu kama Lionel Ateba anapoteza sana nafasi nyingi za wazi.
anapaswa kuimprove, anapaswa kujiboresha zaidi, anapaswa kujitazama yeye mwenyewe binafsi kwamba nini hiki anachokifanya, anapaswa kujiongeza zaidi anapopata zile nafasi. Jean Charles Ahoua pia hata nafasi chance ambazo anazitoa au anapiga pasi ambazo zinakuwa na uhakika zaidi, sio pasi tu ili mradi, au anatengeneza nafasi nyingi, sio lazima iwe free kick, sio lazima iwe foul, lakini mwisho wa siku naamini kwa uwezo alionao wanaweza wakafanya chochote katika mechi hiyo ya kesho. Mechi inapigwa saa 10 pale KMC na nitakuwepo pale, uchambuzi utafanyika. Mechi itapigwa saa 10 za jioni na mimi nitakuwepo pale KMC pia mapema sana kwa ajili ya uchambuzi kabla ya mechi, lakini mara baada ya mechi uchambuzi utaupata hapo. Lakini nimeshasema Simba nampa 70%, Dodoma Jiji nampa 30%, pengine kuweza kupata matokeo kwa sababu hana rekodi ya kumfunga Simba iwe kwake nyumbani au katika uwanja wowote, either ardhi ya Dar es Salaam, kwa maana uwanja wa KMC ingawa ndo mechi yake ya kwanza na Simba, hajawahi kukutana na Simba, lakini kwenye viwanja vingine, uwanja wa Uhuru, uwanja wa Mkapa, uwanja wa Chamazi, hajawahi kumfunga Simba. Kwa hiyo simpi hiyo nafasi, lakini kiburi ambacho amekionyesha afisa habari wa Dodoma Jiji na kiburi ambacho amekionyesha kocha Mek Maxime, huwa wanakutana Simba intensity, wanacheza mechi yenye high intensity, mechi ya nguvu sana, migongano inakuwa mingi sana. Kwa nini? Kwa sababu Dodoma Jiji pia wamedhibitiwa na GSM ukiangalia, lakini pia Dodoma Jiji wao mara nyingi wanapokutana na Simba wanakaza sana, huwa wanawekewa bonus. Hata kesho nimeambiwa wamewekewa bonus, kwa hiyo lazima watapambana sana. Kwa hiyo wanapopambana sana Simba itaongezea kitu, na kadiri ambavyo huwa timu zinakuwa zinawekewa bonus na zinapambana sana, zimekuwa zikiwasaidia sana Simba katika kuimarisha katika mechi za kimataifa. Kwa hiyo hata kesho naamini watapata intensity ya hali ya juu sana, lakini umakini tu unahitajika na mwamuzi pia anapaswa kuwa karibu na kadi. Pale ambapo foul na hatari zinatengenezwa, mwamuzi hapaswi kucheka au hapaswi kuchelewa. Kadi, muda wa kadi, muda wa kadi, muda wa foul, muda wa foul. Yes, hivyo ndivyo ambavyo vitu tunatakiwa kuwa. Bwana, endelea kusubscribe, gusa alama kengele hapo ukisha subscribe, alafu endelee kuenjoy kuselelea burudani ndani ya Mfalme wa Soka na mzee wa friji bovu. Watu bana, wachambuzi wameenda kupata iftari pale Yanga Afrika. Kwa hiyo tusikilizie uchambuzi wao utakuwaje sasa. Maana hizi iftari hizi bwana zinakujaga na mambo mengine kweli kweli. Mzee wa friji bovu nimechagua kuwa neutral, kwa maana nisihangaike na iftari ya timu fulani, mimi nisimame katika ukweli wangu, nisisukumwe na mtu katika kutolewa kwenye lengo. Mimi nasimama hapa nikiwa nimenyooka hivi na uwezo wa iftari mwenyewe binafsi. Nikiishiwa wadau wangu ninyi mtanichangia, mko hapo kwa ajili ya kufurahia vitu vizuri, mtaendelea kunichangia. Yaani kile ambacho mimi nakifanya ni mkifurahia, naomba namba hapo, mimi nakuwa nawekea namba, mnaniwekea mzigo na maisha yangu yanaendelea. Subscribe hapo, gusa alama kengele, tuendelee kusafiri pamoja.